Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anapokuwa pamoja na sisi, Roho Mtakatifu anapokuwa juu yetu, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, ndiyo tunapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maneno mafupi unaweza kusema ya kwamba chanzo na nguvu za kanisa na za kiroho zinatokana na Roho Mtakatifu. Maana yeye ndiye anayetoa karama na vipawa kwa kila aaminie, ili kumwezesha kutimiza sehemu ya huduma ya kujenga mwili wa Kristo. Roho Mtakatifu ndiye anayegawa vipawa, ndiye anayegawa karama, ndiye anayegawa uweza wa kuwahudumia watu wengine na kujenga mwili wa Kristo. Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 anasema kwamba maana hizi karama zimetolewa kwa ajili ya kuwafaidia wengine. Kwa kama ndani yako kuna moyo wa kutaka kuwahudumia wengine, ni sawa na kusema kwamba unahitaji karama za Roho Mtakatifu ndani yako. Unahitaji uweza wa Roho Mtakatifu ndani yako, maana yeye ndiye anayegawa. Na kanisa lazima tutambue ya kwamba karama hivi na huduma hizi ambazo Roho Mtakatifu huwa anamgawia kila mmoja, sio kwa ajili ya kujitukuza wewe mwenyewe, sio kwa ajili ya kukuza jina lako, sio kwa ajili ya kujinufaisha wewe mwenyewe, ni kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Ndio maana Biblia inasema kwa faida ya wengine.